Habari kubwa mchana huu tunaambiwa Marekani imezidisha mashambulizi mazito katika nchi ya Irani na Irani na yenyewe imeapa kutosalimu amri. Marekani imesema imeshambulia maeneo zaidi ya 90 ya kijeshi ya Irani katika kisiwa cha Khan, huku Irani nayo ikijibu mashambulizi hayo kwa kufyatua makombora pamoja na droni kuelekea Israeli na katika nchi jirani ya Kuba. Kamandi kuu ya jeshi ya Marekani imesema kuwa vikosi vyake vimefanya mashambulizo makubwa katika kisiwa cha Khan nchini Irani siku ya jana na kufanikiwa kuyalenga maeneo zaidi ya 90 ya kijeshi pale Tehran. Rais Donald Trump amesema vikosi vya Marekani vimeangamiza maeneo ya kijeshi katika kisiwa hicho ambacho ni makao makuu ya kituo ambacho kinashughulikia usafirishaji wa mafuta nchini humo. Spika wa bunge la Irani alikuwa ameonya kwamba mashambulizi kama hayo yangesababisha hatua mpya na kubwa kulipiza kisasi. Wakati huo huo, afisa mmoja wa Marekani amesema kwamba wanajeshi takriban 2500 wa ziada pamoja na meli ya kivita wanatumwa katika eneo la Mashariki ya Kati, ikiwa ni takriban wiki mbili tangu kuanza kwa vita hivyo vya Marekani pamoja na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wakati Israeli ikiendeleza pia mashambulizi huko Lebanoni, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema siku ya jana kuwa serikali ya Beiruti iko tayari kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Israeli ili kusitisha mapigano, na akapendekeza kuandaa mkutano utakaozikutanisha pande hizo mbili katika jiji la Paris. Irani nayo imeendelea kuishambulia Israeli na mataifa jirani ya Ghuba kwa makombora pamoja na drone, huku ikiendelea pia kufunga mlango wa bahari ya Hormuz licha ya ndege za kivita za Marekani pamoja na Israeli kuzidisha mashambulizi dhidi ya jeshi pamoja na miundombinu yake kote nchini Irani. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta ambayo yanauzwa duniani kote. Wizara ya Ulinzi ya Umoja wa Falme za Kiarabu imesema kwamba makombora 9 ya masafa marefu pamoja na drone 33 wanakwambia vilivurumishwa kutoka Irani kuelekea UAE siku ya jana na kupelekea idadi ya mashambulizi katika nchi hiyo ya Ghuba tangu kuanza kwa vita hivyo kufikia makombora 294 ya masafa marefu, makombora 15 ya masafa ya kati pamoja na drone 1600. Wakati mzozo huo ukiendelea kutanuka kabisa, msemaji katika Wizara ya Ulinzi ya Irani ameonya kuwa katika siku zijazo Tehran itatumia aina tofauti za makombora ya masafa marefu yenye uwezo zaidi, usahihi na nguvu kubwa kabisa. Kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas limetoa wito kwa mshirika wake Irani kusitisha mashambulizi dhidi ya mataifa ya Kuba. Katika taarifa yake, kundi hilo limesema Tehran ina haki ya kujibu mashambulizi ya Israeli pamoja na Marekani, lakini ameitaka kujiepusha na mashambulizi dhidi ya nchi za jirani. Hamas pia imetoa wito kwa nchi za Kuba kushirikiana ili kukomesha mashambulizi hayo na kudumisha uhusiano wa kindugu miongoni mwao. Tangu kuanza kwa vita vya Israeli pamoja na Marekani dhidi ya Irani, mataifa kadhaa ya Ghuba yamekuwa yakishambuliwa na makombora pamoja na droni za Iran. Teherani imejitetea kuwa ni sahihi kuyashambulia maeneo yote ya Marekani yaliyopo katika ukanda huo wa UAE. Kwa miongo kadhaa sasa, Irani imesaidia Hamas kifedha na kijeshi katika harakati zake, huku kundi hilo likiwa pia na uhusiano wa karibu kabisa na Katari. Wiki mbili zilizopita, Marekani pamoja na Israeli ilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya Iran, huku mzozo huo ukienea katika maeneo mapana Mashariki ya Kati. Teherani imelipiza kisasi kwa mashambulizi dhidi ya Israeli pamoja na kambi za kijeshi za Marekani pamoja na vituo vya mafuta pamoja na gesi asilia katika mataifa ya Kuba ambayo yanashirikiana na Washington DC. Israeli imesema siku ya jana kuwa vita dhidi ya Iran sasa vinaingia katika awamu muhimu, huku mlipuko ukitikisa katika miji mbalimbali katika eneo la Mashariki ya Kati, huku kukiripotiwa mashambulizi dhidi ya ubalozi wa Marekani huko Baghdadi nchini Iraki na kwenye vituo vikubwa vya nishati pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Hii ni mara ya pili kwa ubalozi huo kulengwa tangu Februari 28 wakati Marekani pamoja na Israeli zilipoanzisha mzozo huo kwa kuishambulia Iran na kuitumbukiza eneo la Ghuba Mashariki ya Kati katika mzozo ambao
imesababisha hali ya usalama kuwa mdogo kabisa. Baada ya wiki mbili za vita, karibia watu takriban 2000 wameuawa, wengi wao wakiwa nchini Irani pamoja na Lebanoni, pia Israeli katika nchi za Ghuba. Mamilioni ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao, huku vikosi vya Marekani vikipata pia hasara, ikiwa ni pamoja na vifo vya wanajeshi kadhaa. Tukitoka Mashariki ya Kati, twende tukaangalie kinachoendelea pale nchini Kongo. Tunaambiwa jeshi limesema kwamba halijahusika na mashambulizi ya Goma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, George Thambura, amekanusha tuhuma kwamba jeshi la nchi hiyo lilihusika kushambulia ndege isiyokuwa na rubani ambayo ilitokea katika mji wa Goma, mashariki mwa nchi hiyo. Akizungumza katika mahojiano na DW kando na mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za wanawake katika jiji la New York, waziri huyo amesema serikali yake inaheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu na haiwezi kwa makusudi kabisa kulenga wafanyakazi wa misaada. Afisa katika serikali amesema serikali itafanya uchunguzi wa kina ili kubaini chanzo cha mashambulizi hayo ambalo waasi wanaungwa mkono na AFM-23 wamelaumu serikali ya Kongo. Waziri mkuu huyo pia ametoa salamu za pole kwa familia ya wafanyakazi hao ambao walipata majanga hayo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia serikali yake imeeleza kwamba tunaheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu, na kwa vyovyote vile hatuwezi kujihusisha kushambulia wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, maeneo makubwa ya mashariki mwa Kongo yamekuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23, hali ambayo inachochea mzozo wa usalama, kusababisha moja kwa moja majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Mamilioni ya watu wamekimbia makazi yao, huku wengi wao wakikosa huduma muhimu kama chakula, maji pamoja na matibabu. Waziri huyo amesema kufungwa kwa viwanja vya ndege vya Goma pamoja na Bukavu kumefanya juhudi za misaada kuwa ngumu zaidi, jambo ambalo linaathiri hasa wanawake, watoto pamoja na wazee. Serikali ya Kongo imesema kwamba imekuwa ikishirikiana na mashirika ya kimkakati ili kuwezesha upatikanaji wa misaada kwa watu walio na mazingira hatarishi. Tatizo kubwa tulilonalo leo ni jinsi ya kuboresha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa watu wote walio katika mazingira hatarishi. Licha ya matangazo rasmi ya kusitisha mapigano yaliyotolewa mwezi Februari, mapigano yanaendelea katika maeneo kadhaa. Waziri mkuu huyo ameshutumu Rwanda pamoja na washirika wake kwa kutoheshimu makubaliano hayo, akisema serikali inalazimika kuchukua hatua za kujilinda ili kulinda mipaka pamoja na mamlaka za nchi. Aidha, ameeleza kuwa vita vinaathiri kwa kiasi kikubwa kabisa maendeleo ya kiuchumi na ya kijamii katika taifa hilo. Serikali imeweka kipaumbele katika kuimarisha amani, kuunda ajira kwa vijana na kukuza uchakataji wa rasilimali za ndani ya nchi ili kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Waziri huyo amesisitiza kuwa mustakabali wa maendeleo ya kijamii ya kidemokrasia ya Kongo unategemea kurejeshwa kwa amani pamoja na usalama, akionya kuwa bila kusitisha kwa vita, mateso ya raia yataendelea kuongezeka.